Yesai 255 Jamhuri ya Wapambanaji, na kila mmoja amekuwa akipambana kwa namna ambavyo anaamini kwamba ni noma kwa upande wake, na kubwa ambalo tunalitazama kwenye jamhuri ya kisoka ni pamoja na kile ambacho kinaendelea kwa washikaji zetu wekundu wa Msimbazi Simba bana. Kuna shughuli ndefu sana ambayo inaendelea kwa upande wao, hasa kwa upande wa matokeo ambayo tumekuwa tukishuhudia katika siku za hivi karibuni. Kumbuka katika hatua ya makundi wameweza kupata sare moja na kuweza kuambulia alama moja, lakini pia kwa upande wa uwekezaji sasa kipengele ndo kinakuja hapo tajiri, kama ambavyo yule jamaa ambaye amekuwa akiuza magari amekuwa akiweka hizo tajiri nyingi, na kikubwa ambacho kipo kwa sasa ni pamoja na kuelezwa kwamba kuna makubaliano ambayo Mohamed Dewji ameweza kuiandaa, yani ameweza kuandaa hati fulani hivi ya kuweza kuipitisha kwa upande wa wanachama, lakini pia imeshafika kabatini kwa CEO Zubeda Sakuru kwa ajili ya kuweza kupitiwa, lakini pia kuweza kupigwa saini na kisha iweze kupitiwa na mkaguzi mkuu na baadaye kuweza kupitishwa na bodi ya wakurugenzi ya Simba. Kubwa ambalo lipo kwenye hati hiyo ya makubaliano ni pamoja na kuweka wazi kwamba kwa sasa anataka au anaikopesha Simba au kile ambacho atakuwa anakitoa pale Msimbazi basi kiweze kupitia kwenye maandishi na kisha liandikwe kama ni deni ambalo Simba wanapaswa kuweza kulilipa siku za mbeleni au kwa makubaliano ambayo watakuwa wameandikishana. Kumbuka Mo Dewji ni mmoja kati ya wawekezaji ambao wamekuwa pale Msimbazi tangu mwaka 2016 au 17 kama sikosei, na katika kipindi chake amekuwa ni mmoja kati ya watu ambao wanatajwa kama wamefanya Simba ikawa na mafanikio makubwa mno na kuweza kufikia kwenye hatua ambayo ipo kwa sasa. Na kubwa kingine ambacho kinajadiliwa zaidi ni kutenganisha kile kiasi cha fedha ambacho amekuwa kikitoa kama mwekezaji, lakini pia kiasi cha fedha ambacho atakuwa anakitoa kama mkopo. Hapo ndo pamekuwa na kizungumkuti, lakini pia wengine wanapigia hesabu zile ahadi za mamilioni ambazo amekuwa kiziahidi wakati ambao timu inafika kwenye mashindano makubwa. Na moja kati ya interview ambayo nimeifanya na mmoja kati ya viongozi wa Simba amenieleza kwamba kumbe faida ambapo inapatikana hata kwa upande wa mwekezaji pia wamekuwa wakipata gawio. Yani kama vile msimu umeenda vizuri, Simba ikaweza kuingiza kiasi kikubwa cha fedha, basi gawio pindi ambapo linaweza kufanyika kwa upande wa mwekezaji wanapokea kitu chao, lakini pia kwa upande wanachama pia dau lao linakuwa limetengwa tayari. So kuna mambo mengi ambayo yanaendelea hapo katikati, lakini nikapita kwenye ukurasa wa Instagram wa rais wa heshima Mohamed Dewji kuweza kuona ni kitu gani ambacho amekiposti katika siku za hivi karibuni. Nikaona kuna mishe fulani hivi zinaendelea, yani amekuwa hana time na mnyama, hana time na chochote ambacho kinaendelea kwa upande wa mnyama. Yeye amekuwa akiendelea na mitikasi yake na wengine wamekuwa wakiendelea na mitikasi yao. Sasa nikupitishe kwenye siku kama 6 zilizopita tangu Januari 26 alipoweza kutoka kukutana na Mheshimiwa Dr. Bek Gezi, balozi wa Jamhuri ya Turkey, na kuweza kubadilishana mawazo kuhusu kuimarisha uhusiano kati ya Turkey na Tanzania, lakini pia akichunguza fursa za kushirikiana katika biashara, shughuli za kijamii na mchango wa michezo katika kuleta umoja. So kutoka hapo zimepita siku 6. Unajua ndani ya siku 6 hizi kuna mambo mengi ambayo tayari yanaendelea kwa upande wa Simba na pia watu wamekuwa wakiattack sana Simba. So ameweza kuandika hivi: huduma ya kweli kwanza na mtazamo sahihi. Katika ziara yangu ya Mo Dewji nilisitiza umuhimu wa kuhudumia kwa furaha, unyenyekevu na utu, kuwahudumia wengine kwa moyo, kwa sababu athari ya kudumu haijengwi na kile tunachotoa pekee, bali roho tunayobeba tunapohudumia wengine. Hiyo ndo caption ya kwanza ambayo ameandika. Caption ya pili akaja siku 4 zilizopita, akaonyesha kiwa kama anafanya swala na kuandika hivi: katika unyenyekevu tunapata nguvu, katika swala tunapata utulivu. So comment nyingine ambazo nimeziona hapo, watu wanagusia kuhusiana na Simba kuonyesha kwamba wanaumia na kile ambacho kinaendelea kwa upande wao. Watu wanasema tuinusuru Simba, wengine wanasema Mo, ungeungana na kile ambacho unakifanya sasa hivi tungeona mambo yamekuwa mazuri. Wewe Mswahili tu kama Wazaramo, mwingine kaandika
Simba kumbe ilikuwa janja janja, wewe na bodi yako na Mangungu wote. Akaeka na tusi fulani hivi. Mwingine kaja kuandika sasa tajiri, mbona usiunganishe tu nguvu na Simba Sports Club, usiungane tu kuivusha Simba, tunaumia sana bosi. Kaandika we -- timu yetu haina mwelekeo, alafu una kazi ya kutikisa na wewe ndio unafanya Mangungu apigwe, kumbe chanzo ni wewe. Matusi ni mengi sana bosi, tunaomba kazi ya kuchimba visima, Yanga kujenga uwanja wake, tatizo lingine kwa Simba, achana na Simba we mzee uiwezi. Mudi Mangungu akaweka na kicheko, kumbe huyo jamaa hata hajaumia. Vipi kuhusu kukopesha pesa sisi Simba? Fanya biashara yako, achana na Simba, niuzie Simba boss kwa bei ya njiwa, tumia team tu. So comment ni nyingi kuhusiana na kile ambacho kinaendelea kwa upande wa Simba, na wengi wanalaumu, lakini pia wengine wanatoa shauri zao ambazo wanaona zikifanywa maboresho huenda Simba ikawa bora zaidi. So bwana, niambie ushauri wako ni upi kwenye kile ambacho Mohamed Dewji anataka kukipitisha kwa upande wa bodi ya wakurugenzi pale Simba. Lakini pia kubwa zaidi, usiache kusubscribe, lakini pia kushare na washikaji zako wajue ni kitu gani ambacho kinaendelea kwenye anga la kimichezo. Till next time.